Ratiba ya Mheshimiwa mkuu wa wilaya inaanza kesho asubuhi kwa kufanya kikao kimokoa, na moja ya ajenda kubwa kabisa katika vikao hivyo itakuwa ni bima ya afya kwa wote. Kwa hiyo tunadhani kwamba katika kipindi hiki ambacho siku 100 hazijafika tutakuwa tumemaliza kata zetu zote, kata 20 za wilaya hii ya Longido. Kwa nini tumefanya hiki kikao? Lengo la kwanza kabisa ilikuwa ni kuwahusisha wadau muhimu katika kwenda kutekeleza hii sheria ya bima ya afya kwa wote. Na ikumbuke kuwa kipindi cha kampeni cha Mheshimiwa Rais aliahidi ndani ya siku 100 bima ya afya kwa wote itaenda kuanza kufanya kazi. Na tayari sisi kama Longido tumeanza. Tulikuwa na wadau wa NHIF walikuja kutoa mada, na wajumbe walichangia pamoja na kuuliza maswali kwa ajili ya kupata uelewa. Hasa kilichobaki ni wao kufika kule chini kuanza kutoa hamasa kwa ajili ya wananchi kupata huduma hii. Leo katika huu mpango ambao tumekuja kuzindua kiwilaya wa bima afya kwa wote, ambako sheria tayari ishasainiwa na Mheshimiwa Rais, sheria namba 13 ya mwaka 2023 sura ya 365. Sheria hii inakuja kuweka namna gani ambako kama nchi tunakuja kuingia katika mpango wa bima afya kwa wote, kwamba kila mwananchi awe na bima, kila makundi yaweze kusajiliwa kwenye mpango wa bima afya, ili kutokana na ule utaratibu wa kulipa kesho ukienda hospitali. Dhana hii ya bima afya lengo lake ni moja tu, kuwa na mfumo madhubuti wa uchangiaji katika sekta ya afya. Tunaelewa changamoto ya huduma za afya na matibabu jinsi zilivyo, mtu mmoja kuweza kumudu ni ngumu. Kwa serikali imeanzisha huu mpango wa bima afya ili kuhakikisha kwamba kunakuwa na namna ya kurahisisha katika kuchangia ili kila mwananchi aweze kuhudumiwa. Katika mfumo huu wananchi wenye uwezo watachangia, wale wasiojiweza serikali ishaweka miundombinu namna gani ya wao kuweza kufanyaje, kuweza kuchangia na kuweza kulipiwa. Kwa hiyo sasa kupitia mpango huu wa bima ya afya kwanza umelenga wananchi wote wa Tanzania na wasiokuwa wa Tanzania. Wasiokuwa wa Tanzania cha msingi tu wana vibali vya kuishi hapa nchini. Kwa mfano tuna ma-expert mbalimbali ambao wanaishi nchini kwa vibali maalum vya kazi, wanahudumiwa, na wengine wenye uraia wa kuishi nchini kama wa Tanzania wataweza kupata fursa ya kuweza kuhudumiwa. Katika huu mpango wa bima afya utajumuisha katika wananchi wakiwa wamesajiliwa katika vituo vyote vilivyosajiliwa na serikali nchi nzima wataweza kupata fursa kuweza kuhudumiwa. Haimaanishi kwamba mwananchi wa Longido akikata bima ya afya ambao katika mpango wa bima afya kwa wote atahudumiwa Longido peke yake. Atahudumiwa popote atakapokuwa ndani ya nchi katika vituo vyote ambavyo vimesajiliwa na bima ya afya na mamlaka ya udhibiti wa bima nchini TIRA. Na mpango huu unatarajiwa kuanza Januari hii, ambako Mheshimiwa Rais anakwenda kuzindua na kwenda kugawa kadi kwa wananchi ambao watakokuwa wamechaguliwa kwenda katika uzinduzi, katika usiku wa uzinduzi katika Januari hii. Na baada ya hapo tutakwenda kata kwa kata kuhakikisha tunawafikia wananchi katika maeneo yote kuweza kupewa elimu ya bima ya afya ili kueleweka kwa ile dhana ya bima ya afya kwa wote. Moja ya faida ambayo wanaweza wakaipata wanufaika wa bima ya afya kwa wote ni kupatiwa matibabu kutoka katika ngazi tofauti, kuanzia ngazi ya zahanati mpaka hospitali ya taifa Muhimbili. Hii pia itasaidia wale wanufaika wanaopata huduma za afya kupata uhakika wa kupata huduma ya afya pindi tu wanapogundulika kuwa wamepata changamoto mbalimbali za kiafya. Lakini pia hii bima ya afya itasaidia kupunguza gharama kubwa ambazo zinatumika kwa ajili ya kupata matibabu. Kwa mfano kwa kiasi cha shilingi 1,500,000 wataweza kunufaika watu 6 katika familia. Sasa kwa hiyo hii itasaidia kupunguza gharama kubwa kwa wale wanafamilia ambao watakuwa wapitia changamoto mbalimbali. Lakini pia hii bima ya afya kwa wote inasaidia kwenye kuwasaidia wale wananchi wanapogundulika tu wana changamoto waweze kufika hospitali kwa wakati kabla ya kusubiri nyumbani kwa muda mrefu, ambapo itapelekea mgonjwa anakuja hospitalini akiwa tayari yupo kwenye hali ambayo ni mbaya zaidi. Kwa hiyo wanapokuwa na hizi bima za afya zitasaidia kufika hospitali mapema na kupata hiyo huduma mapema. Tumeweza kuhudhuria semina hii ya afya na tumepata mafunzo mazuri kwa kweli yanayohusiana na mfuko wa afya kwa wote. Ni mafunzo mazuri, tumeelewa
na tumeona kwa kweli yana faida nzuri kwa jamii, kwa jamii yote, maana kwanza tatupunguzia zile gharama kubwa kubwa kwa watu wenye matatizo makubwa, lakini pia tutaweza pia kupeleka mafunzo haya kwa jamii, tutaweza kufikisha ujumbe huu kwa jamii ili kuwashawishi waweze kujiunga. Na gharama hii ni gharama nafuu kabisa, ni gharama ambayo inaweza kila mtu anaweza kufanya hiyo gharama. Kwa hiyo tunamshukuru Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuiona hili, na tunaona pia hii ni fursa kubwa, maana kama utalipa hiyo Rupia 1.5 kwa kaya nzima na mkatibiwa kuanzia ngazi ya chini kabisa mpaka taifa, ni fursa nzuri kwa kweli.